Habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026, tukikuletea kwa kina na uwazi matukio muhimu yaliyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko duniani. Ni jioni nyingine ambayo tunakuja katika mazingira yenye changamoto nyingi za kiusalama, hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini ambako mapigano yanaendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi. Wakati huo hali ya kiuchumi na kijamii inaendelea kuwa tete, huku wananchi wakikabiliwa na kupanda kwa gharama za maisha na changamoto za kibinadamu. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea taarifa kuhusu hali ya usalama katika maeneo mbalimbali, maendeleo ya kisiasa pamoja na masuala ya kijamii na kiuchumi yanayogusa maisha ya kila siku ya wananchi. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ili kupata habari sahihi na zenye kuaminika na zenye uchambuzi wa kina. Na hii ni Kivu News Info, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Ni Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika maeneo ya nyanda za juu za Kale mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yameripotiwa kuendelea leo asubuhi tarehe 2 Mei mwaka 2026. Taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa hali imezidi kuwa mbaya, huku mamia kwa maelfu ya wananchi wakilazimika kuyama makazi yao kwa kikimbia hofu ya mashambulizi yanayoendelea. Katika vijiji vingi vilivyoathirika, maisha yamesimama kabisa. Shughuli za kijamii na kiuchumi zimeathirika kwa kiwango kikubwa, huku shule zikifungwa na watoto kukosa haki yao ya msingi ya kupata elimu. Biashara ndogo ndogo zimefungwa na wakazi waliobaki wanaishi kwa hofu na wasiwasi mkubwa wakikosa huduma muhimu za kibinadamu. Mashule yalikuwa katika eneo hilo wanasema kuwa milio ya risasi na silaha nzito imekuwa ikisikika mara kwa mara, na iliyozua taharuki kubwa miongoni mwa raia. Wananchi wengi wamekimbilia maeneo ya jirani wakitafuta usalama, huku wengine wakikosa msaada wa haraka wa kibinadamu kama vile chakula, maji safi na huduma za afya. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na makundi ya wazalendo vinaendelea na operesheni za kukabiliana na hali hiyo. Vikosi hivyo vinaelezwa kuwa vimejipanga kwa makini mkubwa ili kuzuia kuenea kwa machafuko zaidi, kulinda raia na kurejesha hali ya amani katika eneo hilo. Jeshi limesisitiza kuwa licha changamoto zilizopo, askari wake wanaendelea kuonyesha uthabiti, nidhamu na uzalendo wa hali ya juu katika kukabiliana na makundi yenye silaha. Ushirikiano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo unaelezwa kuwa ni sehemu muhimu katika juhudi za kurejesha utulivu, hasa katika maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa mara kwa mara na migogoro ya kiusalama. Hata hivyo, wadau mbalimbali wa kibinadamu wanaendelea kutoa wito kwa kijamii ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kusaidia waathirika wa machafuko hayo. Mahitaji ya dharura yanaendelea kuongezeka kila siku, hasa kwa familia zilizopoteza makazi yao na sasa zinaishi katika mazingira magumu bila msaada wa kutosha. Wakati juhudi za kijeshi zikiendelea, matumaini ya wananchi wengi bado wako katika kurejeshwa kwa amani ya kudumu ili waweze kurejea katika maisha yao ya kawaida. Kwa sasa macho na masikio wengi yameelekezwa Kale, wakisubiri kuona hatua zitakazochukuliwa kurejesha utulivu katika eneo hilo linaloendelea kuandamwa na hali ngumu ya kiusalama. Mapigano makali yameripotiwa leo asubuhi katika kijiji cha Lwiro kilichopo takriban kilomita 45 kaskazini mwa mji wa Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa eneo hilo limegeuka kuwa uwanja wa mapambano makubwa, hali inazidi kuweka maisha ya raia katika hatari kubwa. Kuanzia majira saa 1 ya asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 2 Mei mwaka 2026, milio mikali ya risasi na silaha nzito imesikika katika vilima vya Mulangala na Manziba ndani ya kundi la Bugore katika wilaya ya Kabare. Mapigano yanahusisha wapiganaji wa wazalendo wanaosaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya waasi wa M23 wanaozua taharuki kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Mashuhuda walioko karibu na maeneo ya mapigano wanasema kuwa hali ni ya kutisha, huku risasi zikivuma kila upande na kuwafanya wananchi kujificha kukimbia bila mwelekeo maalumu. Hofu hiyo imekuwa kubwa kwa kiasi kikubwa hata wanafunzi mashuleni wamelazimika kujilaza
wamejilaza chini wakijaribu kujikinga na milipuko wa risasi na mabomu iliyosikika karibu nao. Eneo la tukio cha utafiti cha Lwiro kilicho karibu na Katana kinaripotiwa kuwa moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na mapigano hayo. Kituo hicho ambacho ni muhimu kwa shughuli za kisayansi na maendeleo ya eneo hilo sasa kimezingirwa na mazingira ya vita, jambo linalozua hofu na usalama wa miundombinu na wataalamu waliopo hapo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mapigano yanaendelea kwa kasi kubwa huku pande zote zikishambuliana kwa nguvu katika juhudi za kudhibiti maeneo ya kimkakati. Hali imefanya Lwiro na maeneo ya jirani kuwa katika hatari ya hali ya juu, hasa kwa raia wasiokuwa na hatia ambao wamejikuta katikati ya mapigano hayo. Wengi wameanza kuyama makazi yao kuelekea maeneo wanaoamini kuwa salama zaidi, ingawa baadhi yao wanakabiliwa na changamoto ya kukosa sehemu ya kwenda. Huduma za kijamii kama elimu na biashara zimeathirika kwa kiasi kikubwa, huko shughuli nyingi zikiwa zimesimama kutokana na hali hiyo ya usalama isiyotabirika. Wakati huo hakuna taarifa rasmi iliyotolewa hadi sasa kuhusu idadi waliopoteza maisha au kujeruhiwa kufuatia mapigano hayo, lakini hofu inaendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi na wadau wa usalama katika eneo hilo. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku macho ya wengi yakielekezwa katika hatua zinazochukuliwa na mamlaka za kijeshi na kisiasa ili kudhibiti ghasia hizo na kurejesha hali ya utulivu katika eneo la Lwiro na viungo vyake. Hali ya kisiasa katika mkoa wa Kivu Kusini imeonekana kuingia katika mvutano mpya kufuatia kufichuliwa kwa waraka rasmi uliosainiwa tarehe 13 Aprili na makamu wa gavana wa mkoa huo Jean-Jacques Elakano. Waraka ule upatikana na vyombo vya habari unaibua tuhuma nzito kuhusu dosari za uongozi ndani ya serikali ya mkoa. Katika barua iliyoelekezwa kwa gavana mkoa wa Jean-Jacques Purusi, makamu wa gavana alieleza hali inayohitaji kuwa ni ya kutia wasiwasi katika utawala wa sasa. Anadai kuwa ametengwa katika masuala muhimu ya kiutawala na kifedha, huku alalamikia ukosefu wa uwazi katika matumizi ya fedha za umma. Miongoni mwa hoja mzito zilizowekwa katika waraka huo ni pamoja na matumizi ya fedha kadhaa yanayodaiwa kutokuwa na maelezo ya kutosha. Kiasi cha dola milioni 1.7 kilichotengwa kwa ajili ya kurejesha mamlaka ya dola kinatajwa kutokuonyesha matukio yote ya wazi, huku ofisi ya mkoa ikidaiwa kutokuwa na vifaa vya kufanya kazi hadi sasa. Vilevile makamu huyo wa gavana amezungumzia kiasi cha dola 400,000 pamoja na vipande 10 vya dhahabu vyenye uzito wa zaidi ya kilo 15 vilivyodaiwa kuuzwa bila yeye kufahamishwa, bila kuonekana katika hesabu rasmi za mkoa. Kuna madai ya kuwa dola 700,000 zilizotolewa kwa ajili ya utambuzi wa kundi la wazalendo, fedha ambazo zilitolewa kwa kampuni binafsi bila mashauriano ya awali. Swala lingine linalozoa maswali ni dola 150,000 ambazo zinadaiwa kuwekwa kwenye sanduku la kuhifadhia fedha kabla ya kutoka wakati wa kuanguka kwa mji wa Bukavu mikononi mwa waasi wa M23. Madai haya endapo yatathibitishwa yanaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kiutawala ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Mbali na masuala ya kifedha, makamu wa gavana alishtumu kile anachokita kuwa ni utendaji wa mamlaka kwa mitindo wa mtu mmoja, akitaja kutokuheshimiwa kwa taratibu za matumizi ya fedha za umma, ukosefu wa mawasiliano katika maamuzi ya kifedha, pamoja na kuachwa pembeni kwa baadhi ya wadau wa kisiasa, hususan wale wa muungano wa Union Sacrée. Pia alieleza kuwepo kwa kuvunjika kwa uaminifu ndani ya uongozi wa mkoa, jambo ambalo linaweza kuzofisha juhudi za maendeleo na usimamizi bora wa rasilimali za umma. Katika waraka huo, makamu gavana laumu gavana kwa kushindwa kutekeleza baadhi ya ahadi muhimu kwa wananchi, ikiwemo miradi ya maendeleo kama ujenzi wa mbawa mdogo la umeme huko Baraka na uboreshaji wa miundombinu wa barabara katika miji mbalimbali. Hata hivyo, katika kile alichokiita kuwa ni hatua ya kujenga, makamu gavana anatoa mapendekezo kadhaa kurejesha mshikamano wa taasisi na kuboresha utawala. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni pamoja na kuhakikisha bunge la mkoa linapatiwa fedha kwa wakati, kurejesha mamlaka yake kama makamu wa gavana, kuimarishwa kwa uwazi katika usimamizi wa fedha, pamoja na kuheshimu ahadi zilizotolewa kwa wananchi. Anasisitiza umuhimu wa kurejesha hali ya kuaminiana kati ya taasisi za mkoa ili kuimarisha utendaji kazi na kuleta utulivu. Katika mkataba wa hali ya usalama inaendelea kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutokana na shughuli za makundi yenye silaha kama M23. Makamu wa gavana anatoa wito kwa viongozi wa mkoa kuweka mbele maslahi ya umma na kuonyesha uwajibikaji. Anahitimisha kwa kusisitiza kuwa mshikamano wa viongozi ni muhimu ili kuhakikisha uthabiti wa maendeleo ya mkoa wa Kivu Kusini. Hadi kufikia sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na gavana wa mkoa kujibu tuhuma hizo nzito zilizowasilishwa hadharani.
Ripoti mpya ya kitaifa kuhusu usalama wa chakula na lishe inaonyesha hali ya kutia wasiwasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako idadi kubwa ya wananchi wanakabiliana na changamoto ya kupata chakula cha kutosha. Ripoti hiyo yenye kichwa kinachosema mbinu ya pamoja tathmini ya usalama wa chakula na lishe imechapishwa na taasisi ya kitaifa ya takwimu kwa ushirikiano na mpango wa kitaifa wa lishe pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani. Kwa mujibu wa waraka huo, takribani 77.3% ya kaya katika maeneo yaliyofanyiwa utafiti zinasiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Hali inaonyesha udhaifu wa miundombinu unaendelea kuathiri maisha ya wananchi wengi, hasa katika maeneo yenye migogoro na changamoto za kiuchumi. Ripoti inaeleza kuwa kuna viwango viwili vya ukosefu wa chakula. Kiwango cha kati ni kile cha juu zaidi. Kwa upande wa kiwango cha kati kinahusisha 60.1% ya kaya ambapo familia hulazimika kutumia mbinu hatarishi ili kuendelea kupata chakula, ikiwemo kuuza mali zao na kupunguza matumizi muhimu ya kuishi. Kwa upande mwingine, 17.2% za kaya ziko katika hali mbaya zaidi, ambako zinakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula hadi kufikia hatua kushindwa kujikimu kabisa. Katika hali, familia nyingi zinategemea msaada wa kibinadamu ili kuendelea kuishi. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa mikoa ya mashariki mwa nchi ndiyo imeathirika zaidi. Mkoa wa Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pamoja na Tanganyika inatajwa kubeba zaidi ya 60% ya wananchi wote wanaokumbwa na njaa kali. Maeneo ya Mahagi na Njugu kwa mfano yameripotiwa kuwa na zaidi ya watu milioni moja kila mmoja wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Katika maeneo ya katikati ya nchi hususan Kasai ya Kati na Kasai ya takribani watu milioni 2.3 wanakabiliwa na hali ngumu ya ukosefu wa chakula, jambo linaonyesha kuwa tatizo hili si la eneo moja pekee bali ni la kitaifa. Wataalamu wanaonya kuwa kesi ya kuongezeka kwa tatizo hili linachangia na ongezeko la idadi ya watu waliofikia 3.2 kwa mwaka inaweza kusababisha hali kuwa mbaya zaidi iwapo hatua za haraka na za kudumu hazitachukuliwa. Ripoti hiyo inasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mikakati ya muda mrefu ili kukabiliana na mzizi huo wa tatizo, ikiwemo kuimarisha uzalishaji wa chakula, kuboresha hali ya usalama na kuongeza upatikanaji wa misaada kwa waathirika. Kwa ujumla, hali ya usalama na chakula nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa changamoto kubwa na inahitaji ushirikiano wa ndani na wa kimataifa ili kuhakikisha mamilioni ya wananchi wanapata mahitaji yao ya msingi na kuishi maisha yenye hadhi. Mji wa Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekumbwa na mshtuko mkubwa wa kiuchumi kufuatia kupanda kwa ghafla kwa kiwango kikubwa cha bei ya mafuta tangu asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 2 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, bei ya lita moja ya petroli ambayo ilikuwa ikiuzwa kati ya pesa 5,000 hadi 6,000 za Kongo siku mbili zilizopita sasa imepanda hadi kufikia gharama 15,000 katika vituo kadhaa vya wauzaji. Ongezeko hilo ni kubwa na limeathiri vibaya sekta usafiri wa umma, hasa katika mji unaotegemea zaidi usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Matokeo yake, gharama za usafiri zimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Madereva wa pikipiki wameongeza nauli mara 2 hadi mara 3 ya kiwango cha awali. Safari ilikuwa kigharimu pesa 1,000 inafikia sasa 3,000 hadi 5,000, hali inayowaweka wananchi katika mazingira magumu ya maisha ya kila siku. Baadhi ya wakazi wa Beni wameeleza kukerwa na hali hiyo, wakisema kuwa ongezeko hilo limekuwa mzigo mkubwa kwao, hasa kwa wale wanaotegemea usafiri wa kila siku kwenda kazini au sokoni. Wengi wanatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka ili kupunguza mateso ya wananchi. Kwa mujibu wa wafanyabiashara wa ndani, kupanda kwa bei ya mafuta kunahusishwa na mabadiliko ya mfumo wa ushuru uliowekwa na serikali ya Kongo katika sekta ya mafuta. Inadaiwa kuwa kuanzishwa kwa ushuru mpya unaojulikana kama Tax Garantie Sante kwenye bidhaa zinazoingizwa kutoka nje kumeongeza mzigo mkubwa kwa waagizaji wa mafuta. Waagizaji hao wanasema kuwa shinikizo hilo la kodi limepunguza faida zao, kusababisha baadhi yao kusitisha au punguza uingizaji wa mafuta sokoni, jambo linalosababisha uhaba wa bidhaa hiyo muhimu. Uhaba huo ndio unachochea kupanda kwa bei kwa kiasi isiyo ya kawaida. Athari za hali hii zinaweza kuenea katika sekta nyingine za uchumi kwa eneo hilo. Kuna hofu kwamba bei za bidhaa za msingi kama chakula na huduma nyingine muhimu inaweza pia kupanda, hali itaongeza zaidi ugumu wa maisha kwa wakazi wa Beni ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za kiusalama. Asasi za kiraia zimeanza kutoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati haraka ili kupunguza mzigo wa kodi na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta unarejea katika hali ya kawaida. Bila hatua za haraka, wachambuzi wanaonya kuwa mji wa Beni unaweza kukumbwa na kudorora zaidi kwa shughuli za kiuchumi, jambo linalowaathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida.
Sherehe ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari katika eneo la Baraka Fizi mkoani Kivu Kusini zimeahirishwa kwa ghafla kutokana na changamoto za kifedha. Tangazo hilo limetolewa na mtandao wa wanahabari wa Fizi RGFI kupitia taarifa rasmi iliyotolewa siku ya leo tarehe 2 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maadhimisho ambayo yalikuwa yafanyike kesho tarehe 3 Mei katika kituo cha Fizi sasa yamesogezwa mbele hadi tarehe nyingine itakayojulikana baadaye. Uamuzi huo unahusu wanahabari wote, washirika pamoja na wageni waliokuwa wakitarajiwa kushiriki katika kituo hicho muhimu kilichoadhimishwa uhuru wa kujieleza na nafasi ya vyombo vya habari katika jamii hii. Akizungumza kupitia taarifa hiyo, mratibu wa RGFI Jonaseba Mkebela amesema kuwa sababu kuu ya kuahirishwa kwa kituo hicho tukio hilo ni ukosefu wa rasilimali za kifedha, hali ambayo imekuwa nje ya uwezo wa waandaaji. Ameeleza kuwa maandalizi ya tukio ya aina hiyo yanahitaji mazingira bora ili kuhakikisha ushiriki mpana na mafanikio ya malengo yaliyokusudiwa. Licha ya kuahirishwa kwa maadhimisho hayo, RGFI imehakikisha kuwa tukio hilo halijafutwa bali linaandaliwa upya mara tu rasilimali zitakapopatikana. Uongozi wa mtandao umeahidi kutangaza tarehe mpya kwa wakati mwafaka baada ya kuhakikisha maandalizi zote yanakidhi viwango vinavyohitajika kwa tukio la kitaaluma lenye heshima kwa wanahabari. Siku ya kimataifa uhuru wa vyombo vya habari huadhimishwa kila mwaka tarehe 3 Mei kote duniani, ikiwa ni fursa ya kutathmini hali ya uhuru wa habari, kuenzi mchango wa wanahabari na kujadili changamoto wanazokabiliana nazo katika kutekeleza majukumu yao. RGFI imesisitiza umuhimu wa kuadhimisha siku hiyo katika mazingira mazuri ya kuwezesha wanahabari wa eneo la Fizi kubadilishana uzoefu, kuimarisha mshikamano na kujadili mustakabali wa taaluma yao. Hata hivyo, mtandao umeomba radhi kwa usumbufu uliosababishwa na mabadiliko ya ghafla, huku ukiomba uelewa na ushirikiano kutoka kwa wadau wote. Vile vile umehimiza wanahabari kuendelea kushikamana na kudumisha mshikamano, huku akisubiri tarehe mpya ya maadhimisho hayo muhimu katika kalenda ya tasnia ya habari. Mchakato wa uchaguzi ndani ya shirikisho la soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Federation Congolaise de Football Association, umeingia katika hatua nyeti baada ya kutangazwa kwa orodha ya muda ya wagombea waliokubaliwa kushiriki katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi wa FECOFA, ni wagombea watatu pekee ambao wamedimishwa kwa muda, nao ni Vero Mosengo, Jean Didier Masamba na Bosco Mweu. Uamuzi umekuja kama mshangao mkubwa katika ulimwengu wa soka nchini DRC, ikizingatiwa kuwa majina kadhaa maarufu hayajumuishwa katika orodha hiyo ya awali. Hatua imebua mjadala mkali miongoni mwa wadau wa michezo, huku baadhi wakieleza wasiwasi wao kuhusu mchakato mzima na wengine wakisubiri kwa hamu hatua zinazofuatwa. Wengi wanatarajia ushindani mpana zaidi, lakini hali isiyo sasa imeacha maswali mengi kuhusu mustakabali wa uongozi wa soka nchini. Hata hivyo, tume ya uchaguzi imeelezwa kuwa wagombea ambao wakukidhi vigezo basi bado wana nafasi ya kisheria na kukata rufaa. Kipindi hiki cha rufaa kinawapa fursa kurekebisha dosari zilizobainika katika nyaraka zao kabla kutangazwa kwa orodha ya mwisho ya wagombea watakaoshiriki rasmi katika uchaguzi huo. Katika mazingira ambayo tayari yana mvutano na matarajio makubwa kuhusu mageuzi ya uongozi wa soka katika la taifa, tangazo hili limezidi kuchochea mjadala kuhusu uwazi wa uadilifu wa mchakato huu. Wadau wengi sasa wanaelekeza macho yao kwa FECOFA wakisubiri hatua inayofuata ambayo itakuwa na uzito mkubwa katika kuamua mustakabali wa soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na mbona ukisikiliza ni Kivu News FM kila siku, tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakushukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Endelea kuungana na Kivu News FM kwa habari za kuaminika na za haraka na zenye ukweli, kwa sababu taarifa sahihi ni msingi wa uelewa bora wa jamii. Basi kwa kutimisha, niendelee kukumbusha kwamba huenda ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao huu wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo nia na mazungumzo ya kila siku, kushatuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiza
unasikiliza kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Television Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, kwa tarehe 2 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tunatakia jioni njema na usiku mwema, na nikodi tena tutaonana kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, bye bye na chau.